zote Romain Folz hajazifikia. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hivi Simba kitu ambacho kinatazama wanahitaji kumpata kocha ambaye anaweza kuwa na vyeti vilivyokamilika, lakini sio vyeti peke yake, basi pia hata background yake iweze kusadifu na ukubwa aliokuwa nao Simba Sports Club. Kwa mimi moja kwa moja naweza nikakubaliana na kwamba ni miongoni mwa makocha ambao wameomba kazi Simba, lakini sioni nafasi yake katika klabu ya Simba, kwa maana ya kwamba tayari kabla ya kuja Yanga historia yake huko nyuma pia ilikuwa sio historia ya kuweza kuvutia mpaka kuweza kumshawishi mtu mwingine kuweza kumuingia. Lakini ukiangalia Yanga ilikuwa na jeuri ya kuweza kumchukua na kumweka pale, kwa sababu Yanga imeweza kutengeneza doti kwa makocha kadhaa ambao wamepita hakuwa na historia kubwa huko nyuma, wakaja kuipata historia wakiwa ndani ya Yanga. Bwana, mambo vipi mwana michezo wenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, niko hapa Steven mwana wa Mapunda, na kwenda kusikia mengi na mazuri akiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality. Ni kampuni bora inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata pia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake pia ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutambana na kijana wako. Fika kiwandani ujipatie bati nzuri bora na bomba cha kufurahisha. Bati zetu zishike kutu na wala zipauki. Steven mwana wa Mapunda, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Kumeanza kuchangamka kama siku kucha kabisa. Ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Zaidi ya makocha 200 wanaomba nafasi ya kazi ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hesabu ni 240. Katika watu 240 wanaomba kazi, watu 132 ni watu ambao wako familia na ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Bwana. Lakini cha kushangaza zaidi Steven Mapunda bwana, hatimaye pia Romain Folz, kocha ambaye alipita pale mitaa Twiga na Jangwani, kocha Pira Minuno, kocha ambaye chekeshi, na bwana yupo kwenye listi ya makocha ambao wameomba kazi ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, mimi sitaki kutia maneno mengi, tuambie kocha Romain Folz ambaye na yeye kwa namna moja ama nyingine ameona changamkie fursa hiyo na kuomba kazi. Je, anastahili kupewa mikoba ambacho hajakionyesha Yanga, huenda atakwenda kukionyesha pale kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ama anahitaji kufurahisha tu alionuna? Definitely ukiangalia kwenye kigezo cha leseni pamoja na vyeti, hiyo anakuwa qualified kabisa kwamba anastahili kuwa kocha wa timu kubwa kama Simba Sports Club. Lakini historia pamoja na CV ndivyo vitakavyokuja kumhukumu upande wa Simba. Kwa sababu Simba wameshapita makocha ambao wenye CV kubwa zaidi. Walianza kina Patrick Asiem ambao hawa ndio walianza kuipa Simba jeuri ya kucheza robo finali na hatua kubwa barani Afrika. Umeelewa vizuri? Wanakuja wakina Kishingo, umeelewa vizuri? Wanakuja wakina Robertinho, wanakuja wakina Benshika, umeelewa vizuri? Wanakuja wakina Fadlu Davis. Paka anakuja kuondoka meneja Pantev. Unaona kabisa ni makocha ambao tayari huko walikokuwa wametoka walikuwa na CV kubwa. Ukiangalia kama Benshika ameshachukua ubingwa wa Afrika shirikisho akiwa na USM Alger. Ukimwangalia mtu kama Dimitri Pantev, alishachukua akiwa Nsingizini, alishachukua ubingwa. Umeona wa nchini kwake. Amekuja Simba akiwa tayari, lakini pia ameshaipeleka timu yake kimataifa kwenda katika second round kuingia hatua ya makundi kombe la klabu bingwa barani Afrika, sio hatua ya shirikisho, ambayo hizo CV zote Romain Folz hajazifikia. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hivi Simba kitu ambacho kinatazama wanahitaji kumpata kocha ambaye anaweza kuwa na vyeti vilivyokamilika, lakini sio vyeti peke yake, basi pia hata background yake iweze kusadifu na ukubwa aliokuwa nao Simba Sports Club. Kwa mimi moja kwa moja naweza nikakubaliana na kwamba ni miongoni mwa makocha ambao wameomba kazi Simba, lakini sioni nafasi yake katika klabu ya Simba, kwa maana ya kwamba tayari
kabla ya kuja Yanga historia yake huko nyuma pia ilikuwa sio historia ya kuweza kuvutia mpaka kuweza kumshawishi mtu mwingine kuweza kumuingia. Lakini ukiangalia Yanga ilikuwa na jeuri ya kuweza kumchukua na kumweka pale kwa sababu Yanga imeweza kutengeneza doti kwa makocha kadhaa ambao wamepita hakuwa na historia kubwa huko nyuma wakaja kuipata historia wakiwa ndani ya Young African. Ndio. Ukirudi ukiachilia mbele kina Tamboiza enzi hizo ukirudi wakina Laul Shung akiwa kocha wa Young African raia kutokea pale nchini Kongo alikuja kupata CV kubwa akiwa ndani wapi ndani ya Young African. Umeelewa vizuri na kupata uzuri. Ukija ukimwangalia mtu kama Nasiruddin Mohamed Nabi kabla kufika Young African hakuwa na historia kubwa kama aliyekuja kuipata ndani ya Young African. Sawa. Umeelewa vizuri? Sawa. Ukija ukimchukua mtu kama Miguel Gamond, ndio mafanikio aliyopata Yanga kabla ya hapo hakuwa na mafanikio makubwa kama aliyopata ndani ya Young African. Very sure. Umeelewa vizuri hapo? Very sure. Kadhalika pia wakawa na jeuri hata ya kuja kumleta Sidlamovic, wakawa na jeuri ya kumleta Mirud. Umeelewa vizuri? Ndio. Kadhalika pia wakawa na jeuri ya kumleta mtu kama Romain Folz. Sana tu kilichokuja kutokea kwamba Romain Folz bali ya kutokuwa na background kubwa alifeli ndani ya klabu kubwa. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo kwa kufeli kwake huko sioni nafasi yake ikiwa inaaminika zaidi ndani ya Simba Sports Club kwa sababu kimafanikio ukiangalia ukichukua hata local coaches wa nchini Tanzania ukimchukua mtu kama Juma Mgunda unaona kabisa huyu profile yake bora profile yake ni kubwa na stahili kabisa kuweza kupewa timu. Umeelewa vizuri? Ndio. Ukija ukimwangalia mtu kama Suleiman Matola mbona CV yake ni kubwa na background yake ni kubwa zaidi ukimlinganisha na Romain Folz. Kwa hiyo kwa Romain Folz ni bora timu endelee kubaki nayo Selemani kuliko kumpatia Romain Folz. Yani, na sasa bwana Sele profile yake ni kubwa lakini watu hawamtaki Sele. Unanipata uzuri? Sasa kumtaka ama kutokumtaka hiyo ni agenda nyingine lakini unapokuja kuwachukua watu wawili na kuwaweka sehemu moja nini ambacho kinakuja kushinda? Kwa nini Mapunda unasema kumtaka ama kutomtaka Sele ni agenda nyingine? Wewe Steven Mapunda kwa akili zako timamu ukiwa hujagonga moja moto moja baridi unaona Sele ana uwezo wa kuwavusha Simba kwenye nchi ya ahadi? Selemani Matola ana uwezo kwa nafasi yake lakini kwa ukubwa wa Simba. Yani Mapunda hatuzungumzii kwa nafasi yake. Unanipata uzuri wewe umesoma, si ndio? Ndio. Unajua shule kulikuwa na majibu ya kweli ama si kweli. Unanipata uzuri? Sasa ukileta siasa za mpira kulikuwa na majibu ya maelezo. Sasa mimi sitaki maelezo kwa sababu kwamba maswali yana aina tatu ya kujibu. Kuna swali kwa jibu, swali kwa swali, swali kwa maelezo. Mimi nataka swali kwa jibu. Suleiman Matola, unanipata uzuri wengi upenda kumuita kama Sele. Anaweza kuivusha Simba kwenye nchi ya ahadi? Yani unajua Suleiman Matola kuna vitu vingi sana nyuma yake kabla ya Suleiman Matola. That's why kuna kuwa na ugumu wa watu kuweza kuamini uwezo wa Suleiman Matola moja kwa moja. Na ndio maana tukasema kwamba kama tunataka tuende beyond tafsiri yake ni kwamba tunahitaji tumpate kocha ambaye mwenye CV kubwa zaidi. Sasa kwa CV tujaelewana. Yani anaweza kutuvusha kwa kumlinganisha na Folz au Selemani kama Selemani. Yani Selemani kama Selemani mwenyewe anatosha kuvaa viatu vya wekundu wa Simba. Hiyo ni ngumu. Lakini ukiniwekea Selemani Matola, ukiniwekea na Romain Folz, mimi naenda na Selemani Matola. Lakini ukisema kwamba Simba kama Simba yenyewe kwamba hakuna haja kutafuta kocha, sio kweli. Sasa nyinyi hamumtaki Suleiman Matola, lakini nyinyi pia hamumtaki Romain Folz, kocha la viwango, vyeti vimenyoka, kocha cheki na mtu achekeshi, kocha anataka bolo litembee, imetokea tu mistake ndani ya Yanga ametimuliwa. Leo anataka kuja Simba, maneno yameanza kwenu nyinyi wachambuzi kwamba atoshi, afai, si mwalimu mzuri, muda wote amenuna, vitu hivyo. Sasa mnataka kocha wa aina gani kuja kuifundisha klabu ya wekundu na Msimbazi Simba? Kocha ambaye anaweza akastahili kukaa ndani ya viunga vya Simba Sports Club. Kwanza kuendana na falsafa na mwenendo wa klabu, namna wanavyocheza. Ukiangalia style wanaocheza Simba na style ambayo ana introduce Romain Folz ni two things different.
Yani huwezi kuwa compare kabisa style ya Folz pamoja na Simba, utamaduni wao na jinsi wanavyowazoea kuona wakicheza. Okay. Kwa akija Simba pale, Simba kwa sasa hivi bado imevurugika. Ndio. Alafu anakuja mtu ambaye falsafa yake haiendani na falsafa ya Simba kwa asilia. Kwa hiyo unakuja kujiona kwamba watapotea mazima. Umeelewa vizuri? Kama imevurugika, na kama akija Folz watapoteana kabisa. Okay. Na kama mimi ningekuwa ninaweza kutengeneza ushawishi mkubwa, Nabi angewafaa sana Simba. Nasr bin Nabi, Mohamed Nabi. Okay. Angewafaa sana Simba kwa sababu Nabi ndiyo kocha pekee ambaye amekuja katika ardhi ya Tanzania akaja kuipokonya ile falsafa kwa nguvu kutoka kwa Simba na kuipeleka kwa Yanga. Kwa sababu kama unakumbuka kipindi Simba wanacheza mpira wa pasi nyingi, umeelewa vizuri, kuposesi mpira kwa muda mrefu kwenye mechi. Yeah. Yanga walikuwa na falsafa yao moja tu, ya uweka gonga tuweke, na ndio maana unakuta kwamba Yanga toka enza kina Eddy Jonas Lunyamila, yes, watu wa mbio, wanakuja wakina Said Maulidi SMG, watu wa mbio, wanakuja Simon Msuva, watu wa mbio, wakina Twisila Kisinda, watu wa mbio, na ndio maana wao walikuwa wakimpata winga ambaye mwenye mbio zaidi wanafurahia kwa sababu ndio ilikuwa falsafa yao. Okay. Lakini alivyokuja Nabi tukaona wanaanza kubadilika sasa. Yeah. Na baadaye walivyokuja kumuongeza kiungo kama Haridi Aucho, ndio mfumo ukabadilika typically, kukawa sasa na spinal cord ambapo sisi mambo yetu yote yanaanzia hapa Haridi Aucho. Wakaja kumpata pia kipa mtu kama Diara, ndio kabisa kaja kaondoka kabisa katika ule mfumo wa mabio na umekuwa mfumo wa kuweza kugusa tembee twende kwao. Bwana we, hivyo ndivyo ambavyo Steven Mapunda amemaliza hapa, lakini mwalimu Romain Folz anaomba kazi ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hakikisheni jamani mnampatia nafasi hiyo kwa sababu na yeye pia ni mwalimu mzuri, anahitaji nafasi nzuri ya kufundisha sehemu kama klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Vyeti anavyo, hana shida, na yeye akija amwezi kumuita meneja kwa sababu vyeti vyake vimetimia. Mpeni imani, yeye ni kocha, amekwenda shule aifundishe klabu ya Simba. Kwa yeye anaamini ataimudu. Shida iko wapi? Acheni nongwa. Sasa wakati namaliza pia na kupatia taarifa njema kutokea Bati Quality. Hii ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia unapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake pia na muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutembea nayo kijana wako. Jina langu naitwa Sisco, mpaka wakati mwingine, kwa heri.